Bwana Yesu asifiwe. Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa kipindi mwongozo wa kujifunza Biblia, tunafuraha mara tena kuwa pamoja na wewe katika kipindi hiki mwongozo wa kujifunza Biblia, lesoni ya shule ya Sabato. Tuko kwenye robo ya pili mwaka 2025 inayotufunza jinsi ya kusoma na kuelewa unabii wa Biblia, na somo la 9 ni katika Zaburi kwenye sehemu ya pili. Somo la leo, siku ya Jumatano, tunazungumzia divai na damu. Divai na damu. Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji, mojawapo ya mambo ambayo Mungu anarekebisha katika hukumu ni matumizi mabaya ya mamlaka yaliyotokea katika ulimwengu wetu ulioanguka. Siku hizi wanadamu walioanguka hawaishi tena kwa ajili ya wengine au kwa ajili ya utukufu wa Mungu, bali kwa ajili ya nafsi zao wenyewe. Leo watu wanatamani kujifurahisha. Hawataki tena kuishi kwa ajili ya watu wengine. Hawataki tena kufanya mambo ambayo yanaweza kumtukuza Mungu. Hata utaona siku hizi ukimwona mtu amefanya ajali, badala ya kumsaidia kwanza ni kukamata simu na kuchukua picha na kuweka kwenye social media. Siku hizi tunataka vinavyotupendeza sisi wenyewe. Hatutamani kuwapendeza wengine ama kumpendeza hata kumtukuza Mungu. Hiyo ni hatari sana, tena sana kabisa. Leo kwa njia nyingi tunaishi na matokeo ya kuchagua kuamini kwamba hakuna maana au kanuni ya maadili isiyo na upendeleo katika ulimwengu. Ikiwa kutakuwa na maana, mwanafalsafa Friedrich Nietzsche alisisitiza kwamba ni lazima tuivumbue sisi wenyewe na kujifanya kana kwamba ulimwengu upo kwa ajili ya manufaa yetu. Na kwa kweli kila mtu anatenda kana kwamba yeye ni Mungu. Watu wengi wameshikwa na falsafa ya huyu mwanafalsafa huyu Friedrich Nietzsche, ambao wanaishi kwa ajili yao wenyewe na wanajifanya kana kwamba ni Mungu. Wanafanya chochote wanachokitaka kwa sababu hawaogopi chochote. Hawajua kwamba kuna Mungu ambaye lazima tumtukuze. Leo nitakusihi kusoma pamoja nami kwenye Zaburi ya 75. Soma pia Mathayo 16 hadi 19 na Ufunuo 14:9-12. Tuangalie Zaburi hii inafunua nini kuhusu baadhi ya masuala yatakayoamuliwa katika hukumu, na maandiko haya mengine yanatusaidiaje kuelewa masuala haya. Jua kwamba yale yote ambayo yanatendeka, watu ambayo mambo ambayo watu wanayatenda wakijipendeza wenyewe badala ya kusaidia watu wengine ama kumtukuza Mungu, yana mwisho. Na katika hukumu kuna kitu ambacho kimekuja kutendeka. Karibuni. Zaburi ya 75:8 inasema, mkononi mwa Bwana mna kikombe kilichojaa divai ya povu iliyochanganywa na manukato. Yeye huimwaga na waovu wote wa dunia huinywea hata vigesi. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni neno la Mungu linalozungumza kwa ajili ya wale waovu wote. Kwa hivyo Zaburi hii ya 75 inaonekana sana na ujumbe wa malaika watatu, vinafanana kabisa, ambapo waovu lazima wanywe kikombe cha ghadhabu ya Mungu ambacho hakikuchangamana na maji, ambacho kwa maneno mengine hakina huruma. Okay. Waovu wote wanaofanya yale ambayo inawapendeza, kuna siku watakunywa kikombe ambacho Mungu ameandaa kwa ajili ya shetani, ambacho kinajaza na kasirani yake isiyokuwa na rehema. Utajiuliza, hii itatokea lini? Ni baada ya hukumu ya mwisho, wakati waovu wote wataangamizwa katika ziwa la moto ambalo ni kifo cha pili, kulingana na Zaburi ya 75:2-7 na Ufunuo 12:11-15. Kwa hivi jambo muhimu linaloamua hatima ya watu binafsi na mataifa ni kiburi. Kulingana na Zaburi ya 75:4-5, watu wana kiburi leo, wanajipenda, wanajivuna kwa sababu ya mamlaka, kwa sababu ya cheo, kwa sababu ya elimu, kwa sababu ya uzuri, urembo na sijui vipawa vingine wanavyokuwa navyo, vinawafanya wawe na kiburi na wasimpatie tena Mungu heshima na nafasi yake. Kiburi cha viongozi wakitafuta kudumisha na kuongeza nguvu zao, na kiburi cha watu binafsi ambacho kinawaongoza kumkataa Mungu kwa ukaidi na kujiinua, na dhambi zao mbaya zaidi ambazo wanaziangaza na kuzitangaza kwa kiburi, italetwa hukumuni. Watakunywa kikombe cha hasira ya Mungu wale wote. Na kushauria mtu wa Mungu kuepukana na kiburi. Ishi kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Jiulize, hichi ambacho nimekifanya kwa sababu ya cheo ambacho Mungu amenipatia nacho, ninakitumikishaje? Kuna wale ambao kwa sababu wana vyeo wanatishia wote wanaotumika nao. Hata iwe kanisani, iwe kwenye serikali, katika aina ya kazi zozote. Mungu ikiwa amekupatia neema ya kuwa na cheo fulani, ukitumikishe kwa ajili ya kumtukuza Mungu na kwa ajili ya kuwanufaisha wengine. Kuna mhubiri ambaye anaitwa Geoffrey Mbwana akasema, usiridhike kuishi kwa ajili yako mwenyewe. Furaha yako iwe kuwanufaisha watu wengine, kumtukuza Mungu ukiwapendeza pia watu wengine. Waovu watanywea kikombe kile cha kasirani ya Mungu,
lakini kwa wanyenyekevu wanaojisalimisha kwa Mungu, siku zijazo zitakuwa tofauti sana, kwani tutakuzwa na Mungu mbele ya ulimwengu wote, kulingana na Zaburi ya 75:10 na Yakobo 4:10. Je, watamani kuwa miongoni mwa wale watakaokuzwa na Mungu? Hautaki kuwa miongoni mwa wale ambao watakunywa kikombe cha hasira ya Mungu? Ikiwa hiyo ni kusudi lako, basi tuombe. Baba mtukufu, asante kwa sababu unaendelea kutuongoza, unatuonya ili kwamba tuishi kwa ajili yako ya kutukuza na kuwafurahisha na kuwasaidia wenzetu. Tusamehe, epusha mbali nasi kiburi, ili kwamba ukija tukulaki hewani. Usikose kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine, wasambazie nao pia wabarikiwe.